kwa niaba ya wenyeji. Sheikh Kishki, hadhara hii yote imekusanyika kukusikiliza wewe. Kwa hiyo tafadhali mashkuran maajuran. Jazakallahu khairan. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وتسليماته عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت. اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك. اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي واهدني ويسر الهدى لي. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة طيبة من عند الله، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ama baada ya kumshukuru Allah jalla fi ulah na kumtakia rahma na amani mtume wetu, mwalimu wetu, kiongozi wetu na kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nina furaha isiyokuwa na kifani kupata tena mwaliko mwingine kwa mwaka mwingine katika jiji hili la Tanga, jiji la raha na lisilokuwa na karaha, jiji la ukarimu na watu walio wakarimu. Na furaha yangu imeongezeka zaidi na zaidi kuona kila ninapopata mwaliko wa kidawa katika jiji hili la Tanga, mashekh wa Tanga kuniunga mkono. Allah amenijalia kuzunguka mikoa yote ya Tanzania kidawa isipokuwa mkoa wa Ruvuma tu. Katika sehemu zote nilizojaliwa kuzunguka, si mikoa yote, mashekhe na maulama wa mikoa hiyo kujitokeza kuketi kama wanafunzi, ile hali wao ni walimu wetu, kunisikiliza mimi ambaye ni mdogo kwao kwa kila kitu.
mkoa wa Tanga ni miongoni mwa mikoa ambayo kila nikija mashekhe zake wanaacha shughuli zao na kujishusha na kuwa na tawadhu ya hali ya juu kuniunga mkono mimi mwanafunzi wao na kijana wao. Pamoja na furaha hiyo, lakini nina masikitiko kama mawili. Sikitiko la kwanza, wakishawekwa mashekhe kuliani kwako, kushotoni kwako, na unawaona kwamba hawa walianza kabla yako, walijua kabla yako, walisoma kabla yako, walifundisha kabla yako, walilingania kabla yako, napata tabu kwa wakati mwingine, kwa sababu unazungumza mbele ya walimu zako. Lakini kuna msemo unasema, na wametufundisha wao, akina Sheikh Said Ali, kina Sheikh Ali Muhammad Kiroboto, akina Sheikh Muhammad Abbas, kina Dr. Qahtani hapa na wengine wote. Niliwahi kuwasikia wakisema, ahyanan yajuzu lilmafduli an yatakallama amama alfadil. Wakati mwingine yule mwenye daraja dogo yafaa kuzungumza mbele ya mwenye daraja kubwa, kama takallama alhudhudu amama Suleiman, kama alivyozungumza Hudhud ambaye ni mafdhul, na wao wanajua mafdhul maana yake nini, mbele ya Suleiman ambaye ni fadil, na wao wanajua nini maana ya fadil. Mada yangu inasema madhara ya chumo la haramu. Madharatu kasbil haram, madhara ya chumo la haram. Nahnu fi zamanin asbaha alhalalu fihi harama. Ndugu zangu, sisi tumo ndani ya zama za mwisho, tumo ndani ya zama zilizo ngumu mno, tumo katika zama ambazo taakasatil umuru fiha, mambo yamekuwa ni vice versa. Tupo katika zama ambazo halali leo inaonekanika ndio haramu, wa asbaha alhalalu fihi harama wa asbaha alharamu fihi halala. Lakini pia halali inaonekana ndio halali, haramu ndio inaonekana kuwa ni halali, na halali inaonekana kuwa ni haramu. Nahnu fi zamanin asbaha alma'rufu fihi munkara. Sisi tumo katika zama ambazo mema ndio sasa yanaonekanika kuwa ndio maovu. Walmunkaru ma'rufa, na bahati mbaya maovu sasa yamepambiwa na kupewa majina mazuri, maovu yanaonekanika ndio mema. Nahnu fi zamanin kathura fihi kasbul haram. Sisi tumo katika zama ambazo chumo la haramu, ndugu zangu, limeenea sana. Tupo katika zama ambazo mwanadamu wa zama hizi, na hata wengi katika Waislamu wa zama hizi, hatuangalii tunachokipata sisi, ili mradi tupate mkono uende kinywani, bila ya kuangalia tunachokipata ni cha halali au cha haramu. Katika Sahihul Bukhari, hadithi nambari 2083, sikilizeni mtume wetu, mwalimu wetu,
kiongozi wetu na kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, namna alivyotupigia picha ya hali halisi ya zama za mwisho, zama zetu hizi tulizonazo mimi na wewe. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, la ya'tiyanna zamanun ala nnas, zitawafikia watu zama, kuna zama zitawafikia, la yubali almar'u bima akhadha min almali amin alhalali au min alharam. Zitawajia watu zama, zitawafikia watu zama, mtu hatojali tena anachokipata, anachokichuma katika mali ni kimetokana na halali au kimetokana na haramu. Watu hawatoangalia hayo, watu wataangalia ni matumbo yao na wataangalia ili mradi wapate kula. Walidhalik, mmoja katika maulama alipoulizwa mal farqu alladhi bainana wa baina salafina salih, hivi kuna tofauti gani, tofauti ulioje baina yetu sisi na baina ya wema waliopita, as-sahaba wat-tabi'un wa tabi'u at-tabi'in. Kuna tofauti gani baina ya sisi na masahaba? Mwanawachuoni mmoja wa Kihadhar ni wa Yemen anaulizwa, shekhe, tupe picha halisi tofauti baina ya sisi na masahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tupe picha baina ya sisi na wema waliopita. Kwa sababu qaida inasema kullu khairin min ittiba'i salaf, kila khairi hupatikana katika kuwafuata wema waliopita, wa kullu sharrin min ittiba'i al-khalaf, na shari zote hupatikana katika kuwafuata makhalaf, bimaana wale waliokuja baada ya as-salaf as-salih, yani mimi na wewe. Sasa mwanawachuoni anaulizwa tupe picha tofauti baina ya sisi na wao, akasema alfarqu alladhi bainana wa bainahum shibra, tofauti iliyopo baina ya sisi na wema waliopita ni shibri moja. Shibri moja, mashekhe wanatuambia kipimo hichi cha mkono hicho, kifanya hivi, kipimo hichi shibri moja. Muulizaji akastuka akasema, nilitegemea ungeniambia tofauti baina ya sisi na wema waliopita ni sawa na tofauti baina ya ardhi na mbingu, ni sawa na tofauti baina ya mashariki na magharibi. Shibri moja, hatua moja hivi, na maana tuko karibu karibu. Akasema sivyo ambavyo umeelewa. Akachukua dole gumba hili akakiweka katika kifua chake na vidole vinne akavishusha. Vinakwenda wapi vidole vinne? Tumboni. Akasema hadha huwa alfarqu alladhi bainana wa bainahum, hii ndio tofauti baina yetu sisi na baina ya wema waliopita. Hum kanu ya'maluna lihuna, wao daiman wa abadan walikuwa wakijenga humu. Humu wapi? Moyo, nyoyo. Wa nahnu na'malu lihuna, na sisi tunafanya kazi, sisi tunafanya kazi ya kujenga matumbo yetu, vifriza visivyogandisha. Ndio leo mashekhe zangu, Sheikh Said tulikuwa naye hafidhahullah, lakini Sheikh Ali na Sheikh Muhammad hamkuwa na mimi. Leo kwa mara ya kwanza
nimekula vitu ambavyo tangia nimezaliwa sijawahi kula. Nimekaribishwa katika mgahawa unaitwa Kiswahili Lounge. Nimekunywa chai inaitwa chai ya nazi. Watu wa Tanga mlivyokuwa hatari nyie. Na mimi nikawa na hamu hasa nione hii nazi hii tui inachanganywa na pasha moto au chai. Na wallahi nimekunywa ikawa ni chai. Ladha ya nazi. Product haipatikani ila Tanga tu. Baadaye nikaamba shekhe, kuna lingine chai ya nanasi. Hii nanasi hii tunayokulaga hilo chai yake. Nikapiga kikombe cha pili nanasi. Nikaambiwa bado kuna kahawa ya nazi. Nikapiga na kahawa ya nazi. Nikaambiwa bado kuna mayai nimekula na wenzangu. Mnaweza mkashangaa huyu shekhe mbona anatoka tena amekuwa shewa misosi? Lakini tulia, mimi ni mwalimu, utanielewa naangukia wapi. Nikaambiwa haya mayai yanaitwa jicho la mke mwenza. Nikasema namtaka huyo mke mwenza huyo. Nikala jicho la mke mwenza. Nikaambiwa mwisho kila kitu katika mgahawa huu kinatokana na nazi. Nikawaambia la shay'a ladhatun lahu kalkiyazi wa kadhalika muhogo ma'ambazi wa hussa fihi husnan wa khulita fihi nazi wajtama'a fihi wazazi wala ya'rifu tabkhaha illa shangazi wa in kana fihi mchuzi wa mandazi lakana fihi mumtazi. Nini maana yake? Maana yake mwanadamu anapenda kula. Na ni kweli bila ya kula huwezi kuishi. Na mwanadamu anapenda kula vilivyo vizuri, si ndivyo? Lakini Qur'ani tukufu imetutaka tule vilivyo vizuri, tujiepushe na vilivyo vibaya. Na Uislamu kwa ujumla unatuagiza tujenge zaidi moyo kabla ya tumbo. Walidhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema ala inna fil jasadi mudgha, hakika si vinginevyo katika mwili kuna kipande cha nyama, kuna pande la nyama kikitengamaa, kikikaa vizuri mwili mzima utatengamana kukaa vizuri. Mwisho akasema ala wahia alqalbu, hakika si vinginevyo hicho kipande ni moyo. Hakusema ala wa huwa, kwa sababu dhamiri hairudi kwa qalbu, dhamiri inarudi kwa mudgha ambayo imekuja katika sigha ya ta'nif. Tuko pamoja Waislamu? Sasa sisi tuko katika zama ambazo akili zetu zote ni matumbo yetu, wakati wenzetu akili zao namna gani wanajenga mioyo yao. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati anazungumzia senta ya uchamungu akasema attaqwa ha huna wa ashara ila sadrihi sharifi thalatha. Akasema uchamungu uko huku, uko huku, uko huku, huku akiashiria katika kifua chake kitukufu. Kwa ndugu zangu, zama tulizonazo ni zama za shaghala baghala, na bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam amekwisha tutahadharisha na kutupa picha halisi pale aliposema zitawajia watu zama hawatoangalia tena kile wanachokichuma, vipato vyao wanavyovipata kutokana na mali ni vya halali au vya haramu. Walidhalik, kuonyesha kwamba chumo na vipato vyetu ni kitu muhimu sana, na ndio maana bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kama ilivyokuja katika sahihu Tirmidhi kwa nambari 2417, bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia la tazulu
qadama abdin, wa fi riwaya lan tazula qadama abdin yawm alqiyamati hatta yus'ala an 4 khisalin. Bwana Mtume anasema kamwe nyayo za mja hazitonyanyuka kuelekea kulia wala kushoto, kuelekea peponi wala motoni, mpaka mtu aulizwe mambo manne. Sikilizeni, maswali manne ambayo ataulizwa kila mtu. Swali la kwanza, an umrihi fima afnah. Kila mtu ataulizwa juu ya umri wake. Umri wako ulimaliziaje? Uliutumia katika nini? Ikiwa ni umri wako wote, wewe ni wazee wa watani wa jadi Simba na Yanga, miaka 30 40 maishani mwako unashangilia mpira tu, na timu yako ikifungwa roho inakuuma, roho yako haijawahi kukuuma kwa ajili ya dini, ukae ukifahamu Allah lazima atakuuliza umri wako uliumaliziaje. Jambo la pili, wa an shababihi fima ablah. Ujana wako uliumalizia vipi? Uliutumiaje umri wako? Jambo la tatu, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Na mali yako, kipato chako, fedha zako, chumo lako, utaulizwa siku ya kiyama, ulilipataje na ulilitumiaje? Kuonyesha ya kuwa masala mazima ya chumo ni masala mazito sana na ni muhimu sana, na ndio maana Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akajalia katika maswali manne muhimu ambayo kila mtu lazima aulizwe siku ya kiyama, akasema na mali yako, kipato chako, uchumi wako, chumo lako, umelipataje na umelitumiaje? Umelitoa katika njia gani? Jambo la mwisho Bwana Mtume akasema, wa an ilmihi madha amila bihi. Na ilmu yako lazima ulizwe juu ya ilmu yako, ujuzi wako, maarifa yako, fani yako aliyokujalia Mola wako. Umeutumiaje? Umeufanyia kazi gani? Baada ya mukaddima huu wa Islam, nikupeni madhara machache yanayotokana na chumo la haram. Mosi, adamu ijabati da'wa. Na hapa ndipo balaa linapoanzia. Miongoni mwa madhara ya chumo la haramu hupelekea kutokubaliwa kwa dua zako. Muislamu gani mwenye akili timamu anayetamani kila anaponyanyua mikono yake mbinguni kumwomba Mola wake dua zake zisijibiwe? Yupo hapo? Bali malalamiko ya wengi wetu, da'autu, nimeomba sana, naomba sana, namka qiyamul layl, nafunga Jumatatu na Alhamis, najitahidi, bado Allah hajanijibu. Basi kwa taarifa yako, kutojibiwa kwa dua zako wakati mwingine
vipato vya haramu na chumo la haramu linachangia. Ndugu zangu, hayo kayasema bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika sahihu Muslim, hadithi nambari 1015, hadithi ya Abu Hurairah anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, ya kwamba bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, inna Allaha tayyibun, hakika ya Allah ni mzuri, la yaqbalu illa tayyiba, na hapokei, hakubali illa kilichokuwa kizuri. Hakika ya Allah ni mzuri na hakubali na hapokei illa kilichokuwa kizuri. Wa inna Allaha amara almu'minina bima amara bihi almursalin, na hakika ya Allah amewaamrisha waumini yale yale aliyowaamrisha mitume. Angalieni habari hiyo. Faqala ta'ala, Allah anasema kuambia mitume kizazi chema nambari moja, viumbe bora nambari moja mbele ya Allah ni mitume wa Allah. Allah anawasemesha mitume katika suratul Mu'minun. Allah anawaambia mitume, ya ayyuha ar-rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihan, enyi mitume kuleni katika vile vilivyo vizuri, vile vilivyo halali, na tendeni yaliyo mazuri. Allah anawaambia mitume wake, anawaelekeza na kuwanasihi wahakikishe kila wanapochuma, wanapotaka kula, wale kutokana na vile vilivyo vizuri na sio vilivyo vibaya, vilivyo vya haramu, na siku zote watende matendo yaliyo mema. Na Allah anawasemesha waumini katika suratul Baqara, anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kulu min tayyibati ma razaqnakum, kuleni katika vile vizuri tulivyowaruzuku. Uislamu haujakwambia usile na haujakwambia usile vilivyo vizuri. Uislamu unakwambia kula, lakini kula vile vilivyo vizuri vilivyopatikana kutokana na njia ya halali. Kisha bwana Mtume, thumma dhakara ar-rajula yutilu as-safar ash'atha aghbara, kisha bwana Mtume akawapa mfano masahaba zake, akawatajia mtu anayesafiri kwa muda mrefu, mtu mwenye kurefusha safari kwa muda mrefu. Anasafiri muda mrefu kiasi ambacho hata anashindwa kujitunza muonekano wake, nywele zake ziko hovyo, ziko tim, mwili wake wote umepigwa na mavumbi. Yamuddu yadaihi ila as-samaa, ananyanyua mikono yake miwili mbinguni, anasema ya Rabb, ya Rabb. Anaomba, anamuita Mola wake, anamuomba Mola wake, anaomba dua mbalimbali, ili hali wa mat'amuhu haram, ili hali chakula chake ni cha haramu, wa mashrabuhu haram, ili hali kinywaji chake ni cha haram, wa malbasuhu haram, ili hali mavazi yake ni ya haram, wa ghudhiya bil haram, na amelelewa, amekuwa katika haram. Fa anna yustajabu lah. Bwana Mtume anasema mtu wa aina hiyo
ambaye anasafiri kwa muda mrefu, amepigwa na vumbi na machovu, muonekano wake uko rafu, ananyanyua mikono yake daiman wa abadan kwa Allah na kumwomba Allah, ya Rab, ewe Mola wangu mlezi, ya Rab, ewe Mola wangu mlezi. Anaomba na kuomba, lakini hakuna mafanikio. Kwa nini? Kwa sababu chakula chake ni cha haramu, kinywaji chake ni cha haramu, mavazi yake ni ya haramu, kakuwa na kukulia katika haramu. Huyo vipi atakubaliwa dua zake? Muislam mwenye akili timamu anapaswa hadithi hii mbadilishe kuanzia leo. Kama wataka maombi yako mara kwa mara, ukinyanyua tu ya Rab, Allah akustahi, akuonee haya mja wangu ukaniita, mambo yako yawe tit for tat, hakikisha chumo lako ni la halali na kipato chako ni cha halali. Wanawake wema waliopita, mwanamke anapomsindikiza mume wake mlangoni, anampa wasia, anamwambia ittaqillaha fina ya zawji, mume wangu mche Allah kuhusiana na sisi, usituletee kipato cha haram, bora uende urudi bila 0 tuko tayari kuvumilia njaa ya dunia, lakini sio adhabu ya akhera. Wema waliopita, wanawake wenye kujitambua. Haya, njoo sasa kwa wanawake wa zama hizi, Wazaramu wenzangu watemeke, anakusindikiza kutoka chumbani mpaka mlangoni, anakupiga na mistari tu, babu leo hakuna kurudi bila. Wewe mwanaume, pambana, piga, ua, garagaza, kopa, nyang'anya, iba, kaba, leo lazima urudi na hela hapa. Si ndio tunavyoambiwaga baadhi yetu jamani? Lakini wanawake waliopita wasema bora urudi bila, tutakunywa maji, usiniletee kitu cha haram. Haram inatutesa sana ndugu zangu. Wengi hatujui mchawi ni nani katika maisha yetu. Maisha yanazidi kuwa dhuful hal, mambo yanazidi kuharibika. Vijana wa Dar es Salaam, jiji la gharama, wanasema 1 haikai, 2 haikai. Unatafuta mchawi, we mwenyewe mchawi, kipato chako ni cha haram, kila siku unachakachua, khiana kwenda mbele, ghushi kwenda mbele, uwizi kwenda mbele, ili hali unajua dunia daru mamar wal akhiratu daru maqar. Dunia ni nyumba ya mapito na akhera ni nyumba ya kudumu. Hili ni dhara la kwanza katika madhara ya chumo la haramu. Hili ni dhara la kwanza, kutopokelewa kwa dua zetu. Dhara nambari 2, alkasbu alharam yamna'u qabul al'amal. Chumo lililo la haramu ndugu zangu halizuii dua tu lisipokelewe, bali hata matendo mema wakati mwingine huzuia Allah asipokee. Abdullah ibn Abbas katika as-salaf as-salih, habru hadhihi al-umma wa turjumanu al-Quran, anafahamika Abdullah ibn Abbas ni nani katika ulingo wa kiilmu. Imethibiti kwake alikuwa akisema la yaqbalu Allahu salata mri'in fi jawfihi haram. Allah hapokei swala ya mtu ambaye katika tumbo lake kuna chakula cha haram. Katika wema waliopita, Wahbu ibn al-Wardi
ana maneno mazito alikuwa akiwaambia wanafunzi wake. Alikuwa anapenda kusema lau qumta maqama hadhihi as-sariyah lam yanfa'ka shay'un hatta tanzura ma yadkhulu batnaka ahalalun am haram. Anawaambia wanafunzi wake hata unyooke kama nguzo hili la msikiti, usimame kisawasawa kama nguzo ya msikiti, hilo halitokunufaisha chochote mpaka utazame kinachoingia katika tumbo lako ni kutokana na halali au kutokana na haramu. Al-Imam al-Ghazali maarufu, moja ya vitabu vyake maarufu Ihya'u Ulumiddin, alikuwa anatamka maneno mazito. Waislamu wote tuyahifadhi haya maneno. Anapenda kusema al-ibadatu ma'a akli al-harami kalbinai ala amwaji al-bihari. Kufanya ibada huku unakula haramu ni sawa kabisa na kujenga nyumba juu ya mawimbi ya bahari. Nyumba hiyo itadumu? Inaweza kusimama? Inaweza kujengeka? Maana yake itakuwa nini? Pangu pakavu tia mchuzi. Wanawachuoni wanajua umuhimu wa chumo la halali na madhara ya chumo la haramu. Chumo la haramu, ndugu zangu, humfanya hata haji, alhaji aliyekwenda Makka kwenda kutekeleza nguzo ya 5 katika nguzo 5 za Uislamu, humfanya hija yake isipokelewe. Subhanallah, watu leo wanacheza kamari, watu leo wanafanya haramu mbalimbali, eti kesho unakwenda hija za show off, za kujionyesha, umra za kujionyesha, ili hali msingi ni mbovu. Na wanasheria, watu wa usul, mashekhe zangu hawa wanatuambia ma buniya ala al-kharabi kharabu, kilichojengwa juu ya msingi mbovu nacho pia ni kibovu tu. Sasa sikiliza bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasemaje mtu anayekwenda kutekeleza ibada ya hija kwa kipato cha haramu, kwa chumo la haramu. Hadithi iliyokuja katika sahihu at-targhib wa at-tarhib cha al-Imam al-Hafidh al-Mundhiri, ukurasa wa 1649, hadithi Abu Huraira radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, idha kharaja ar-rajulu hajjan binafaqatin tayyibatin, atakapotoka mtu kwenda kutekeleza ibada ya hija, ametoka kwa kipato chake cha halali, ametoka kwa chumo lake la halali. Angalia kinachomkuta, wa wada'a rijlahu fil ghazri, na akaweka wa wada'a rijlahu fil gharzi, kile kitendo cha kuweka mguu wake katika kipando. Sasa ndo anaondoka, anapanda kipando chake. Fanada, akaanza kunadi. Mahujaji wanajua na mu'tamirun wanajua, wakishavaa ihramu zao ndani ya chombo wanaanza kuita labbaik allahumma labbaik. Sasa anasema bwana Mtume, atakapotoka mtu kwa chumo la halali, kwa kipato cha halali, kwa fedha zake za halali, kwenda kutekeleza ibada ya hija, akishauweka mguu wake katika chombo chake, akaanza kumwita Mola wake, labbaik allahumma labbaik, nimekuitikia ewe Mola wetu. Nadahu munadin minas samaa, ataitwa, atanadiwa na mwenye kunadi kutoka mbinguni. Anamwambia nini?
labbaika wa sa'daika, yani anamwambia na wewe labbaik, yani na wewe vile vile tumekupokea. Anapokelewa pale pale akiwa kwenye chombo tu, hajafika Makka. Kwa nini? Kwa sababu kipato chake kinachompeleka Makka ni cha halali, chumo lake ni cha halali, fedha zake ni za halali. Zaduka halalun, gharama zako ulizotumia kukuendea Makka ni gharama za halali. Zadi yako, akiba yako ni ya halali. Warahilatuka halalun, na hata chombo chako ulichopanda nauli yako ni ya halali. Wa hajjuka mabrurun, tunakupasha mapema, tunakwambia na hija yako ni yenye kukubaliwa. Ghairu ma'zurin, na ni hija isiyokuwa na mapungufu wala madhambi. Njoo sasa anayekwenda kuhiji au kutekeleza ibada ya umra kwa pesa za ujanja, pesa za kamari, pesa za pombe, pesa za haramu, Bwana Mtume anamwambia nini? Bwana Mtume anasema wa idha kharaja bin nafaqati alkhabitha, na mtu akitoka kwa nia ya kwenda kutekeleza ibada ya hija au umra kwa chumo lake la haram, kwa kipato chake chafu, kwa fedha zake zilizo chafu, fawadaa rijlahu fil gharzi, atakapna akaweka mguu wake katika chombo chake, akaanza kusema labbaik allahumma labbaik, nimekuitikia ewe Mola wetu, nimekuitikia. Nadahu munadin minas samaa, atamnadi mwenye kunadi kutoka mbinguni, anamwambia nini? La labbaika wala sa'daik. Nini maana yake? Maana yake anapigwa za uso, maana yake anashushuliwa, hakuna cha kupokelewa kwako wala hakuna cha kukuitikia kwako. Nini tatizo? Zaduka haramun, pesa zako ni za haramu, akiba yako ni ya haramu, gharama zako ulizotumia kujia huku Makka ni za haramu. Wa nafaqatuka haram, na hata kile ulichokitoa, nafaka yako, masrufu yako, matumizi yako ni ya haram. Wa hajjuka ma'zurun ghairu mabrur, na hija yako ni ya madhambi matupu na wala sio yenye kupokelewa. Angalieni ndugu zangu madhara ya vipato vya haram na chumo la haram. Sufyanu Thauri alikuwa anapenda kusema maneno yafuatayo. Alikuwa anapenda kusema man anfaqa alharama fi at-ta'ah, atakayetoa pesa za haramu, kipato cha haramu, chumo la haramu katika taa, katika ibada, katika khairi, kaman tahara thawba bilbawli, huyo ni sawa kabisa na yule anayesafisha nguo kwa mkojo. Wathawbu la yutahharu illa bilma, na siku zote nguo hazisafishwi illa kwa maji. Wadhambu la yukaffiruhu illa alhalal, wadhambu la yukaffiruhu illa alhalal, na dhambi siku zote hakuna kinachofuta dhambi isipokuwa kilicho halali. Katika sahihu at-targhib wa at-tarhib juzu ya 3 kurasa wa 14, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema yeyote atakayetoa sadaka, atakayetoa mchango katika mambo ya kheri, mambo ya ibada, mambo ya taa, mambo ya dini kwa ujumla, ili hali kipato chake ni cha haramu, sikiliza, hayo ndiyo yatakayomkuta. Anasema Bwana Mtume, walladhi nafsi biyadihi, ninaapa kwa yule ambaye nafsi yangu mimi ipo mikononi mwake,
la yaksibu abdun malan harama, mja hatochuma mali ya haramu, fayatasaddaqu bihi, kisha akaenda kutoa sadaka kwa mali ile ya haramu, fayuqbalu minhu, Allah akawa mwenye kumpokelea, yani hatopokelewa. Wala yanfiqu minhu, na wala yunfiqu minhu, na wala hatotoa sumni yake ya haramu katika mambo ya kheri, fayubaraku lahu fi, akawa ni mwenye kubarikiwa katika kile alichotoa, hatopata baraka kwa sababu asli alichokitoa ni cha haramu. Wala yatrukuhu khalfa dhahrihi illa kana zadahu ila an-nar, na atakapofariki akaacha mali ya haram, kipato cha haram, basi hicho kitakuwa ni akiba yake katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Madhara ya tatu, niende haraka niwatajie madhara matano tu. Madhara ya tatu ndugu zangu, alkasbul haram. Kasbul harami hirmanu dukhulil janna, chumo la haram pia hupelekea mtu aharamishiwe kuingia peponi. Katika musnad ya al-Imamu Ahmad juzu ya 3 ukurasa wa 399, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, la yadkhulul jannata jasadun ghudhiya bil haram, hautoingia peponi mwili uliokulia, uliolelewa, uliolishwa, uliokuzwa kwa haramu. Katika majmu'ul fatawa ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah juzu ya 21 ukurasa 541, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, kullu jismin nabata min suhtin fannaru bihi aula, kila mwili uliokuwa ulionenepeana kwa chanzo cha haram, kwa kipato cha haram, kwa chumo la haram, mwili ule moto ndio una haki zaidi na ule mwili. Wal jannatu tayyibatun, na pepo jamani ni nzuri kweli kweli, la yadkhuluha illa tayyibun, hatoingia peponi isipokuwa yule aliye mzuri. Madhara ya nne ya chumo la haram, ittiba'un li khutuwati shaitan, kula au kuchuma chumo la haram, kupata kipato cha haram ni miongoni mwa sababu za kufuata nyayo za shaitan. Allah anasema katika sura ya 2 Al-Baqarah aya nambari 168, ya ayuhan nasu, enyi watu, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, kuleni vile vilivyomo katika ardhi vilivyo vya halali na vilivyo vizuri. Wala tattabi'u khutuwati shaitan, wala msifate nyayo za shaitan, innahu lakum aduwwun mubin, hakika yake shaitan kwenu nyinyi ni adui aliyewazi kabisa. Mwisho, chumo la haramu miongoni mwa madhara yake hupelekea kupata ghadhabu ya Rahman. Subhanallah, Mola wako, muumba wako, Mungu wako, mlezi wako, mtoa riziki zako,
anakuwa hayuko radhi na wewe, bali amekughadhibikia pindi unapokula au unapochuma chumo la haram. Katika suratu Taha aya nambari 81 Allah aliwaambia wana wa Israil, kulu min tayyibati ma razaqnakum, kuleni katika vile vizuri tulivyowaruzuku, wala tatghaw fihi, na wala msivuke mpaka. Kwa hiyo msichupe mpaka kwa hilo. Fayahilla alaykum ghadhabi, mkawa ni wenye kustahiki kupata ghadhabu zangu. Waman yahlil alayhi ghadhabi faqad hawa, na yule ambaye itamshukia atastahiki kupata ghadhabu zangu, hakika na bila ya shaka amekwisha angamia. Ndugu zangu, niishie hapo na nihitimishe niseme Qur'an imetusisitiza tuchume, lakini chumo la halali na sio chumo la haram. Katika Al-Baqara, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, enyi watu kuleni katika vile vilivyomo katika ardhi vilivyo halali na vilivyo vizuri. Katika Al-Anfal Allah anasema, fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba, kuleni katika vile mlivyoteka mateka, kuleni katika vile mlivyoteka vitani vilivyo halali na vilivyo vizuri. Wattaqullah, namcheni Allah, inna Allaha ghafurur rahim, hakika ya Allah ni mwingi wa kusameh na mwingi wa kuraham. Na nahitimisha na aya nambari 114 katika suratu An-Nahl. Allah anasema, fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba, kuleni katika vile alivyowaruzuku Allah vilivyo vya halali na vilivyo vizuri. Washkuru ni'matallah, na shukuruni neema mbalimbali za Allah zilizo juu yenu. In kuntum iyyahu ta'budun, ikiwa kweli nyinyi ni wenye kumwabudia yeye tu Allah jalla fi'ala. Kishki TV, nuru ya dini yako.